Katika video hii tutakwenda kuangalia namna ya kuweza kutuma maombi ya mkopo wa ZHESLB huko Zanzibar kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha sita pamoja na wale wa diploma. Namna ya kuweza kutuma maombi nitakwenda kuonyesha. Hatua kwanza kabisa, zingatia yafuatayo. Kwanza, uwe na miaka 18 au zaidi, na kama hauna kitambulisho cha Mzanzibari basi uweze kutuma maombi haya. Submit your birth details for review pia. Sasa namna ya kuapply. Kabla ya kuapply, hakikisha una kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, lakini pia kwa waliokuwa chini ya umri wa miaka 18 unatakiwa kutumia nambari maalum, token number kutoka ZCSRA ambao ni wanahusika na vyeti vya kuzaliwa hawa. Lakini pia hakikisha nambari ya mtihani wa kidato cha 4 kwa wale waliosoma nje ya nchi wanatakiwa kuthibitisha vyeti vyao kwa Baraza la Mitihani Tanzania na kutumia nambari ya ulinganisho equivalent number. Na nambari ya mtihani wa kidato cha sita kwa wale waliosoma nje ya nchi pia wanatakiwa kuthibitisha vyeti vyao. Lakini pia waliomaliza stashahada wanatakiwa kutumia nambari ya AVN, namba ya simu iliyo sahihi, barua pepe iliyo sahihi, ada ya maombi ambayo haitarejeshwa. Hakikisha unafahamu hayo. Na njia ya kuweza kulipa, utazingatia njia zifuatazo. Kuna benki, na pia kuna NMB branches, kuna NMB wakala, utalipia kupitia benki. Sasa hatua ya kwanza kabisa utakuja, kama ni new, kama tayari umeshafungua account basi utaweza kuingiza username yako ambayo utainta Zanzibar ID number au birth certificate number pamoja na password zako. Utabonyeza neno sign in. Kwa wewe ambaye hujajisajili utabonyeza hapa new registration. Ukisha click katika portal ya new registration utaletwa hapa katika portal hii ambayo inakuonyesha diploma registration, bachelor degree registration, master degree registration, PhD registration. Kwa portal hizo kwamba unahitaji aina gani ya registration, kwamba unataka kuapply mkopo kwa ajili ya diploma, bachelor au degree. Kwa mfano kama ni bachelor utabonyeza hapa kwenye bachelor degree. Then baada ya hapo utaambiwa are you under 18 years old and don't have a Zanzibar ID, submit birth details for review. Kwa hiyo kama hauna kitambulisho cha Mzanzibari na uko chini ya miaka 18 utatuma taarifa zako ya cheti cha kuzaliwa kwa ajili ya review ili uhakikisha kwamba kweli una miaka chini ya 18. Lakini kama tayari miaka yako ni zaidi ya 18 utabonyeza continue with bachelor degree registration. Ukishafungua hapa basi utaweza kuona hii itafunguka namna hii. Study location. Okay. Allow local abroad ni fee ni shilingi 30,000. Abroad fee 30,000. Local hiyo hapo, abroad closes hiyo hapo. Hizi ni deadline. Kwa wale wa abroad ni tarehe 9 mwezi wa 3 2026. Hii ni kwa wale wa local, lakini abroad ni tarehe 8 mwezi wa 3 2026, lakini local within Tanzania, abroad outside Tanzania. Elewa hiyo. Personal information, hapo utajaza personal information, utaweka Zanzibar ID, kitambulisho cha Mzanzibari, namba yake utaweka hapo. Then baada ya pale kuna birth certificate registered with certificate token, pia utaweza kujaza taarifa zake. Alafu hapo utaselect form 4 number. Utaselect form 4 number, utaingiza namba yako ya mtihani wa form 4, advanced secondary or diploma qualification. Kama umetoka form 6 moja kwa moja utaingiza namba yako ya form 6, na kama umetoka diploma basi utaweka AVN namba yako. Lakini hapo utaweka contact details zako hapa, namba ya simu, email address, utaconfirm email address. Baada ya pale utabonyeza neno complete registration. Kwa hiyo hakikisha umefuata taratibu hizi ili uweze kujisajili katika portal hii ya Zanzibar Higher Education Student Loan Board. Hakikisha umefuata njia hizo ili kuweza kukamilisha procedure zako hizi. Na kwa wewe ambaye unahitaji kusaidiwa kufanyia application, tucheki WhatsApp, namba zetu zipo katika description ya video hii. Tutakufanyia application yako kwa usahihi kabisa mwanzo hadi mwisho. Asante na karibu, tukutane tena katika video inayofuata. Tena usahau kubonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu.